Mjumbe wa kamati kuu ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Godbless Jonathan Lema, amezua mjadala mzito katika ulingo wa siasa nchini baada ya kuweka hadharani azimio linaloashiria mivutano ya ndani kwa ndani, hususan baada ya kikao cha juu cha chama hicho kilichoketi mkoani Kigoma. Akizungumza kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii ya Instagram, kiongozi huyo ambaye amekuwa mstari wa mbele katika harakati za kisiasa amechapisha taarifa rasmi kwa umma inayohusu maadhimio ya kikao cha kamati kuu kilichofanyika tarehe 30 Juni mwaka 2026 katika hoteli ya City Vista iliyopo Kigoma mjini. Hatua hii imekuja wakati kukiwa na futuko la chini kwa chini ambapo madai mazito yameibuka yakimhusisha yeye binafsi na aliyekuwa mbunge wa Tarime vijijini John Heche, huku kukiwa na shutuma za matumizi mabaya ya rasilimali na fedha kutoka kwa wafadhili mbalimbali wa chama pamoja na wafanyabiashara wakubwa wanaoiunga mkono chama hicho kikuu cha upinzani nchini. Uamuzi wa Godbless Lema kuchapisha taarifa hiyo bila kuweka maelezo mengine ya ziada umetafsiriwa kama mkakati wa kisiasa wa kujibu mapigo na kusafisha jina lake kufuatia malumbano makali yaliyoshika kasi kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Katika mfululizo wa ujumbe zake zilizotangulia, mwanasiasa huyo alisisitiza kuwa maadhimio hayo yalifikiwa Kigoma yatatangazwa rasmi na viongozi wakuu wa kitaifa wa chama hicho na kwamba ana imani kubwa yatatoa majibu ya kutosha dhidi ya kelele na mijadala inayorefusha mifarakano ndani ya chama hicho. Aliongeza kuwa iwapo italazimu kulinda na kutetea heshima yake binafsi dhidi ya kauli za dharau na upotoshaji unaofanywa na baadhi ya watu, atafanya hivyo kwa ufasaha mkubwa, akieleza kusikitishwa kwake na namna anavyoweza kulazimika kuingia kwenye jaribio la kujihami, kwani utu na heshima ya kiongozi si jambo la kupuuzwa hata kidogo. Kuzuka kwa mzozo huu kunatoa picha halisi ya changamoto za kiutawala na kiitikadi zinazokabili vyama vya siasa nchini Tanzania pale masuala ya uwajibikaji wa fedha yanapoingiliana na maslahi binafsi ya viongozi waandamizi. Kitendo cha kuwepo kwa shutuma kwamba baadhi ya viongozi wamekula fedha za mawafadhili maarufu kama michango ya tone tone kinaatharisha taswira ya chama mbele ya umma na kinaweza kupunguza nguvu ya ushawishi wakati kikosi hicho ndani ya muktadha wa kisiasa. Migogoro ya aina hii inapotokea mara nyingi hutumiwa na vyama pinzani kama Chama cha Mapinduzi kudhoofisha shikamano wa wapinzani wake, huku baadhi ya vyombo vya habari vikidaiwa kufadhiliwa ili kukuza mpasuko huo kwa lengo la kuumbisha viongozi na kuwafanya wananchi wapoteze matumaini kwa chama cha demokrasia na maendeleo. Mwitikio wa wafuasi na wanachama wa Chadema umeonyesha mgawanyiko mkubwa wa mitazamo, ambapo kundi kubwa limekuwa likihimiza umuhimu wa shikamano na umoja miongoni mwa viongozi wakuu ili kuizuia chama kisiyeyuke au kuyumba katika kipindi hiki kigumu cha kuelekea chaguzi mbalimbali. Baadhi ya wadau wametoa wito kwa Godbless Jonathan Lema, John Heche, katibu mkuu John Nyika na Twabichaya Hilda Newton na Rose kushikiliana kwa pamoja na kutatua migogoro yao ya ndani kwa ndani badala ya kuandika ujumbe unaoweza kutumiwa na wadau wao wa siasa. Wachambuzi wengi wa masuala ya kisiasa wanaona kuwa mivutano hizi inapoteza mwelekeo wa mapambano makuu ya chama hicho, hususan madai ya kutaka kuachiliwa kwa makamu mwenyekiti
Tundu Antipas Lissu ambaye bado anashikiliwa na vyombo vya dola kwa muda mrefu sasa, huku kesi yake ikiendelea kusongeshwa mbele kila mwezi. Upande mwingine wa wanachama umeonyesha mashaka makubwa dhidi ya uaminifu wa Godbless Jonathan Lema, wakihoji uhalali wa shutuma alizozitoa hapo awali kuhusu fedha za wafadhili, wakati muktasari rasmi wa kikao uliotolewa na Katibu Mkuu John Nyika hauonyeshi kuwepo kwa ajenda hiyo ya utapeli wa fedha dhidi ya John Heche. Hali hii imewafanya baadhi ya watu kuamini kuwa shutuma hizo zilikuwa za kutengeneza au zilifanyika nje ya vikao rasmi vya kikatiba kwa madhumuni ya kumchafua mwanasiasa huyo wa Tarime. Kuna maoni yanayoeleza kuwa ukimya wa Lema baada ya kuona waraka huo wa katibu mkuu unadhihirisha uwepo wa tofauti kubwa ya kimaslahi na ubinafsi unaoweza kukisambaratisha chama hicho ikiwa hatua za haraka hazitachukuliwa kurejesha nidhamu na kuaminiana miongoni mwa wajumbe wa kamati kuu. Taarifa iliyotolewa na uongozi wa juu inaonyesha kuwa kikao hicho cha Kigoma kilitilia mkazo ajenda mbili kuu ambazo ni kujaza nafasi mbalimbali zilizo wazi katika miundo ya uongozi ili kuimarisha utendaji kazi na kujiandaa na mikutano ya kimataifa kama vile Baraza Kuu la Demokrasia Duniani. Kutotajwa kwa swala la mizozo ya fedha katika maadhimio rasmi kumezua sintofahamu kubwa, huku baadhi ya wakosoaji wakidai kuwa chama kinajaribu kuficha ukweli ili kulinda heshima yake, huku kikiacha donda dugu likiendelea kutafuna misingi ya uwajibikaji. Hali hii inasidisha shinikizo kwa Godbless Jonathan Lema ambaye sasa analazimika kupambana kulinda hadhi yake mbele ya jamii baada ya kushambuliwa vikali na wanaharakati wa mitandao akiwemo Mange Kimambi, waliomshutumu kwa kuingiza siasa za majitaka na tuhuma za ufisadi zisizo na ushahidi wa wazi. Katika kueleza mazingira ya migogoro hii, inayoonekana dhahiri kuwa mikakati ya kisiasa inayotumiwa na viongozi hao inafanana na michezo ya kuigiza inayolenga kuvuta usikivu wa umma na kuhamasisha mijadala kutoka kwenye matatizo makuu yanayowakabili wananchi wa kawaida kwenda kwenye mambo binafsi ya viongozi. Wananchi wengi wameonyesha kuwatishika ama kukatishwa tamaa na mwenendo huu, wakieleza kuwa ni usaliti kwa umma ulioweka matumaini makubwa kwa Chadema kama mbadala wa uongozi uliopo madarakani sasa. Wasiwasi mkubwa unasaliwa kutokana na dhana kwamba viongozi wanaweza kuwa wamenunuliwa au kushawishiwa na vyombo vya dola ili kufuruga nguvu za upinzani kutoka ndani, jambo ambalo kihistoria kimekuwa likitokea na kuacha makovu makubwa kwenye harakati za ukombozi wa kidemokrasia nchini Tanzania. Kuhusishwa kwa Godbless Jonathan Lema katika sakata hili la ufisadi na tuhuma za kusaliti mapambano kunamweka katika nafasi ngumu kisiasa, haswa ikizingatiwa kuwa amekuwa akijipambanua kama kiongozi mwenye msimamo dhabiti asiyeyumba. Hata hivyo, wafuasi wake wa karibu sasa wanaendelea kumtetea, wakiamini kuwa anachokifanya ni kutafuta ukweli na uwazi ndani ya matumizi ya rasilimali za chama ili kuizuia mianya ya ubadhirifu inayoweza kukwaza safari ya kuelekea kuchukua dola. Mzozo huu unadhihirisha kuwa siasa za Tanzania zimeingia katika awamu mpya ambapo mitandao ya kijamii inatumika kama uwanja mkuu wa mapambano ya propaganda, ambapo habari zinatoka kwa haraka na kuathiri maamuzi ya vikao rasmi vya vyama vya siasa kabla hata havijakamilika.